Na moja kati ya yale ambayo yanasemwa kwa wengi sana ni pamoja na historia ambayo tafsiri yake kimsingi tunaambiwa ni yale mambo ambayo tunayatazama yaliokuwa yamepita, haya tulionayo, na sasa tunaangalia yale pia ambayo yanakwenda mbele. Hii ndio tafsiri pana ambayo imeweza kuwasukuma pia wanafunzi kutoka shule ya sekondari God's Bridge ambayo imejijengea heshima kubwa kutokana na mambo kadhaa wa kadha yanayoendelea pale shuleni, lakini kubwa zaidi ni taaluma yao ambayo inafanya vizuri sana. Na hii ndio tafsiri njema zaidi kwao kuamua kuchagua kwa siku hii ya leo kutembelea makumbusho ya kanisa la Moravian Tanzania Jimbo la Kusini yanayopatikana hapa Rungwe Mission. Imekuwa ni sehemu ya masomo kwao kwa sababu moja ya vitu ambavyo vinasifiwa sana kutoka hapa katika shule ya God's Bridge ni pamoja na yale masomo ambao wanasoma kwa vitendo, na ndio maana kwa siku hii ya leo wameweza kupata nafasi ya kutembelea ndani ya makumbusho, lakini pia vile wameweza kupata nafasi ya kwenda kutembelea na kutazama nyaraka zinazopatikana ndani ya makumbusho hii ya kanisa la Moravian Tanzania Jimbo la Kusini. Milango iko wazi kwako wewe ambaye kwa siku hii ya leo utakuwa unatazama video hii, huku nyuma kukiwa na wanafunzi kutoka shule ya God's Bridge, kwamba zamu inayofuata sasa iwe ya kwako wewe. Njoo jifunze historia ya Mtanzania tangu mwaka 1891 baada na kabla, kwa maana kwamba maisha halisi ya wale wazee wetu wa zamani yaliokuwa naendelea, lakini baada ya ujio wa mishonari mwaka 1891 ambapo walifikia eneo linalofahamika kama Kakungubija. Karibu sana na niwashukuru, shukrani za kipekee ziwaendee God's Bridge ambao kimsingi wameamua kwa siku hii ya leo kutumia nafasi hii kuja kutembelea makumbusho haya. Naamini wameweza kunufaika na hazina kubwa ambayo inapatikana hapa. Asante sana, karibu sana katika makumbusho haya ambao kanisa la Moravian limeamua kuacha milango wazi kwa kuja kutembelea. Tatu. Kwa majina naitwa Brighton Raymond Mchomvu, mwanafunzi wa God's Bridge kidato cha kwanza, na tumekuja kutembelea makumbusho ya Rungwe hapa, makumbusho Rungwe. Tumekuja na wanafunzi wenzangu, tumekuja kujifunza historia ya zamani na teknolojia. Tumejifunza kwamba watu wa zamani walitumia teknolojia, walifanya kazi, na ili kupata hivyo vitu walitumia vitu kama vijana wa zamani walitumia vitu kama mikuki, kama sisi tunavyoshika simu sasa hivi, ili waonekane kwamba wamekuwa walishika mikuki, na pia machifu na wazee wa zamani pia. Kwanza ningependa kushukuru shule yangu ya God's Bridge ipo kule Tukuyu kwa kutuleta katika makumbusho haya ya Moravian kuja kujifunza vitu mbalimbali vya zamani, na pia nimekuja na wanafunzi wenzangu na pia wenyewe watapata muda kutambulisha. Tumekuja kujifunza vitu mbalimbali vya historia. Tumejifunza vitu kama kwamba mishonari kuja kusambaza injili hapa Tanzania, na pia kabla ya hapo Waafrika waliogopa kwa sababu walijua kama wamekuja kufanya tena biashara ya kiutumwa. Jina naitwa Patricia Paula Mbege, kutokea God's Bridge Secondary School. Leo tumetembelea Rungwe Museum and Archives. Tumetembelea sababu ya leisure, pia kujifunza. Humu ndani kuna makumbusho, pia kuna archives. Tukianza na museums, humu ndani tumeona vifaa mbalimbali, vifaa vya kutunzia vyakula, maji, pia vifaa vya kutunza kusaga mahindi, kupata unga, kutengenezea ugali na kuhifadhi. Tumeona mavazi tofauti, kuna vaa za zamani, tumeona vifaa vya kunolea na vifaa vingine mbalimbali. Na kwa upande wa archives tumeona nyaraka mbalimbali za zamani, pia tumeona vitabu mbalimbali. Pia tumejifunza umuhimu na sala za archives. Kwa hiyo tunakaribisha wote kuja Rungwe Museum and Archives. Tunashukuru God's Bridge Secondary School kwa kutuleta hapa kujifunza.